Namshukuru Muumba Allah tabaraka wa taala. Kisha ninamshukuru ndugu yangu mpenzi kwa kweli katika wanadini wenzangu Sheikh Isa yeye na Sheikh Shaban ambao ikramu yao inaendelea kunisogeza, pengine Allah awalipe mazuri ya dunia na akhera katika juhudi hizo. Waislamu sileti mapya, hapana. Anaposimama mwenzangu wallahi nafaidika, kwa kuwa ninakumbuka nafasi aliyokuwa akikaa Mtume Muhammad, mpaka naye anataraji wengine ndio waseme, na akawa kidesturi Jibril anateremka anampa mawaidha Mtume Muhammad sallam. Na haitoshi, Jibril alikaa wakati mwingine Mtume anakaa anamsikiliza swahaba, anamwambia swahaba Abdullah ibn Mas'ud, nipe mawaidha bwana. Bila anasema nikupe mawaidha, wewe ndio Qur'ani imeteremkia kwako. Anamwambia nipe mawaidha. Abdullah anasoma surati Nisa, aya fulani alipofika, idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahid, kila umma tutaleta mwenyewe atakuja kuzungumza na we Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutakuleta uwe usutane na watu wako. Mtume akalia, mawaidha yamemfika kwenye roho. Ndugu zangu, mawaidha ni muujiza, ni maneno ya Allah, kila siku ni mapya kwangu, kwako, kwa manabii. Ndio maana kuna kuwa kipindi walikiacha maswahaba wanakiita ta'alau nu'minu walau saa, ta'alau nu'minu walau saa. Jameni, mimi nawe tujibidishe kukaa chini, tutengeneze imani angalau saa moja, dakika 10, dakika 5. Hapana kusema najua hayanihusu. Muislamu hatamki hivyo, acha nina haraka, acha nende, lakini nasikitika kukosa kukaa na mimi nisikilize, linaniudhi rohoni, lakini Allah basi wafaidike wenzangu. Yani utoke na nia nzuri. Unatoka na nia nzuri, labda nimeacha kazi wazi maskini, labda nimeacha shughuli iko hovyo, au labda mimi nasafiri, au labda afya sio nzuri kukaa hapa, nasikia mwili sio mzuri, likusikitishe rohoni. Unasimama unasikia roho ina huzuni, kwa kuwa hizi ndio sehemu Mtume wetu Muhammad aliwaita maswahaba, akawaambia njooni tupite katika mabustani ya pepuni. Wakamuuliza yako wapi? Akawaambia ni majalisul ilmi wal fikra, vikao vya kutengeneza imani. Ndugu zangu, imani hainunuliwi, matajiri wangenunua. Imani ni hivi hivi, na roho inachafuka. Aliyajua haya Mtume Muhammad, ndio akasema ala inna fil jismi, enyi hakika katika kiwiliwili la mudgha kuna kinyamanyama, idha salaha salaha aljasadu kulluhu. Hichi kinyamanyama kikitengama mwili unastarehe, na kikiharibika binadamu unakuwa kama mbuzi, afadhali mbuzi. Masahaba wakamuuliza ni kitu gani? Akawaambia ala wahiya alqalbu, ni roho. Roho ya binadamu inahitaji msaada. Ndugu yangu, unahitaji upumzike. Binadamu kuna wakati unachokeshwa na mambo ya dunia, tena ulishachukua decision kali, mtauana, lakini unaweza kukutana na mtu akatuliza akili yako. Unatafuta vitu gani? Wewe ni kama umekuwa, wewe uone hivi, wewe uone hivi. Unasikia na kuteremsha akili, inateremka kwa maneno ya mazuri, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakasema wacha Mungu rijalu 4, watu wa aina 4. Watu wako aina 4. Kuna mtu ambaye ana tabia mbaya, anajua, anadai kuwa anajua. Huyu anaitwa ana tabia mbaya, anajua na anajivuna anajua. Huyu mtu ni hatari katika umma. Na kuna mtu anajua na kila mara anajihisi sijajua. Huyu ni mtu mzuri, atafaidika sana katika maisha. Anajua lakini anajua mimi sijajua, kila siku sijajua. Nabii Musa alidai anajua, jua likamwakia. Allah akamwambia usiishi hivyo, akamtuma Khidri. Kisa mashekhe wamekusha kisema hapa, ambacho kilikwenda kumuonesha kumbe kuna mwingine anajua, kaa chini. Kasema mtu wa tatu, kuna mtu hajui lakini anajua. Ar-rijalu 4. Watu ni aina 4. Kuna mtu anajua na anadai najua. Huyu ni tatizo. Huyu tutachoka nchini. Bwana,
labda hujajua. Mimi najua. Bwana, haya ni maradhi bwana, labda wewe unachenye mimi sijui. Musa alimwambia Khidri, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma allamaka rabb, nikufate unaweza kunipa chenye unajua zaidi yangu? Na kuna mtu wa pili tumemwambia anajua lakini hajakubali kama anajua, na msaada wake atakupa. Na kuna mtu hajui anajua bala, wallahi atamwambia mara elfu anajua litatuwakia. Bwana, hii ni blanc, hii ni noire. Bwana, hii ni noire. Na kuna mtu ameitwa wanne, rajulun la yadri wa ya'rifu annahu la yadri, mtu ambaye hajui na anajua sijui. Msaidieni huyu atafata. Kundi gani lizuri Waislamu kila wakati mtu kuhisi kuwa nina shida ya imani, nina shida na mimi niambiwe, nina shida nisikilize, nina shida na mimi nifaidike. Hii ndiyo nafasi tunahitajika Waislamu, kuyasikiliza maneno ya Allah. Hii ni zawadi. Kama tunawafateni Waislamu, hatuleti mabilioni, tunazipata, tunakuja kukonsulte nafsi kwa yale na sisi tumepata kwa wengine, tunakuja kukonsulte nafsi zenu. Maradhi ukiuma unakwenda kwa daktari, wewe mwenyewe unamfuata, unamueleza akusaidie. Tunafata nafsi yako, zinaumwa roho zetu Waislamu, na Uislamu una shida na sisi, tuusaidie upanuke. Tuna shida Uislamu, tuupanue. Una shida Uislamu, si wangu sio wako, ni amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ulizwa Sheikh Isa na Shaabani na wenzake, ataulizwa mimi na wewe juu ya Uislamu ulikuwa vipi yaumul qiyama. Ndio maana Uislamu laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibla almashriq walmaghrib, sio tu kuwa wacha Mungu kuswali. Hapa sio tu kuswali wacha Mungu, kuna vingine vipengele ambavyo tunavihitaji vitusaidie ili Uislamu uinuke. Elimu kwa watoto, madarisil Qur'ani, nusra za madhalili, mayatima wako wapi, wakimbizi wamekimbia. Hatujaandika kila siku unaona msalaba mwekundu, haujaona kundi la Waislamu. Na wale watu ukiifata tarehe mtume alishughulishwa nao. Kuna watu Waislamu bado ni makafiri, mtume alishughulishwa nao. Kuna watu wapita njia, mtume alishughulishwa nao. Bado Uislamu ni serikali ambayo inahitajika tuufahamishe, ueleweke, tuugeuze katika lugha ya Kishi, na washi nao waupate, sio katika lugha ya Kiarabu. Na washi uingie bwana, hii Qur'ani ni ya Kishi, hichi kitabu kidogo cha swala ni cha Kishi, tuuingize na wenyewe uingie. Karne na makarne, miaka 1400 leo Uislamu hatujauingiza Kishi, watu hawajautubu Mkishi, bado Qur'ani ya Kishi, bado kitabu cha Kishi, bado tunatumia hii aliyoiacha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni kazi ya nani? Mimi na wewe na yule. Wakati gani? Wakati sasa umewadia, na wakati umefikia wa Waislamu kuamka, kuifanya jihadi, kuwa mujahidina, sio wa kumwaya damu, mujahidina wa kuokoa nafsi ambazo zimekufa. Kanisa zimekuwa kama maduka barabarani, kanisa zinazidia mabotiki ya kwenda kununua sukari barabarani. Nafsi zimeangamia. Bwana Taala, njooni tumjue Allah. Zifunguliwe redio, zitangaze Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu kwa nchi kama hii, Uislamu kwa mji kama huyu tajiri, wenye wasomi Vifaransa viko hapa kinatoka, utasema amezaliwa nacho. Wametembea Wakongomani dunia nzima. Uislamu kwa nini hauingii ukashiba hapa? Ubu nchi zalili, Rwanda, Burundi zalili, bunchi zalili mbele yetu. Heti Waislamu wanaongezeka, dini iko inakwenda, alafu wa intellectual wa hapa, wazee wa hapa, watu wenye utu wamelala wanasinzia. Na haitoshi, Uislamu wametoka hapa wasomi wazuri, mashekhe wazuri ni wa hii nchi kuisomesha Rwanda na Burundi na Tanzania. Ndo wamekwenda wafaswaha wa maneno, wenye juhudi, wakifika wanainuliwa juu, wanainuliwa juu, wanakuwa watu wa maana. Alafu hapa Uislamu unakufa. Hili ni swali wa Uislamu, hatutanguruma. La tusaluna yawma idhin anin na'im
atatuuliza Allah. Alianza Muhammad peke yake. Tukae Waislamu, semina zikae, watu wakae, journée de réflexion hii, watu wakae, sisi tunauzika. Unakuwa unakwenda hata harusini unauficha kwanza Uislamu, unauweka mfuko, basi kui kama uko mizima batanio apre unakuwa unauficha wewe. Na hii ndiyo dini ya haki. Inna dina inda Allahi al-Islam. Dini ya haki mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Uislamu unalia, Uislamu unalia ndugu yangu. Tufanye nini? Hizi ni juhudi. Kama tunakutembeleeni Waislamu, tunajitahidi kuja, hatuleti mapya. Mashekhe wako hapa wameyaweka mengi na nini, tunakuja kuwakamata makanzu, tuonesheni mashekhe, tuendeleze hii dini. Na sisi hali hii si nzuri hapa, hali hii haitatufikisha pazuri, hali hii sio hivyo jameni. Wakati mwingine tunaacha kwanza yetu, tunachukua ya Uislamu. Tuache kwanza yetu. Huyu Uislamu unalia, tuupeleke wapi? Ndugu zangu, huyu ndio wasia wangu mfupi, ama mafunzo yangu kwa ufupi. Mafunzo yangu ni maneno matakatifu katika imani ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuhusia sahaba wake, kijana mdogo, vijana kama wazee wamechoka, vijana inukeni mkae chini. Uislamu tuone kwenye tutaufikisha mapori. Wallahi unatembea unalia. Haramu ngapi tunakula za nyama? Haramu ngapi tunakula za nyama? Leo msiba, wengine tukitaka kula nyama halali eti tuvuke Rwanda ndio tuende tukapate bucha halali. Islam haramu gani? Ukitaka kuoa dada Muislamu mwenyewe unaona wewe ni Muislamu unachoka, mwingine anasema acha nivuke Rwanda ndio nitaleta dada Muislamu. La sivyo unaleta mwenyewe, kesho anakuambia niko Muislamu, kufunga shungi haikai, akiifunga inakataa, sio yake, mpaka ulete pengle umsaidie. Na saa nyingine ameufuata ndani, kikianguka kitu unasikia anasema Yesu, unashtuka na bwana Yesu tena humu ndani. Utamtoa wapi? Mwenyewe atasema yalla. Utamtoa wapi? Mwenyewe atasema yalla. Je, hatuzai sisi? Wataleleka vipi hawa bila kukubaliana sisi? Madrasa, vikao. Nilikuwa na wakina mama, na kwa kikao cha 3 na wakina mama. Lazima kila Muislamu aamke na Uislamu tuuoneshe. Na Uislamu ni dini ya haki. Waislamu, wallahi Uislamu kama unatulia ni mema, ndio solution ya problem, ndio majibu ya matatizo duniani ni Uislamu. Kama unatulia, visomo venye tutadumu wepo, kila nikija utakuwa ukivisikia, ni visomo vya wasava wa Kiislamu. Kuacha wakati mwingine hata mafunzo ya manabii, wasava wale ambao walikuwa wanateremshiwa hikma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuambia maneno, unasikia kama roho inatulia, unajitibu mwenyewe. Anakuonesha kataloge, unaona kumbe solution sio ngumi ndani na mwanamke, sio ndo solution, sio kukamatana na mtu mashati, hata sio ndo solution. Kumbe kuna solution zenye ziko, Uislamu ulikuletea na amani. Ndugu zangu, watu wanakuja kuingia mdini hapa bila si kuchoka. Tena anakuja hapa, shehe nataka kuwa mizilma, ashhadu ala Waislamu, hii ni mizilma, kuna fete tunafanyaje? Hakuna, c'est normal. Hawa ndugu zetu wakikupata wewe kwenda kuritaji, wanakuweka na mbele ya kanisa, atatoa ushuhuda. Tena ulikuwa labda mwizi wa viatu hapa, lakini kule utatoa ushuhuda. Alikuwa shehe mkubwa kule kumoske, atoa ushuhuda, anatoa ushuhuda, na alikuwa mwizi wa viatu. Ilikuwa shehe mimi, kwao ni fete. Haleluya, wanasifiwe. Eti kuna shehe aliritaji. Shehe bwana, shehe akaritaji wapi mwe? Hakuna mtu alishauona Uislamu dini ya amani, dini yenye uniform duniani, dini yenye mapenzi makubwa duniani, dini yenye muujiza na Mungu alituachia. Tulikuwa tukiinua dua, mvua inapiga. Wazee, si mnakumbuka? Wazee watu wa miaka ile, wazee walikuwa wakijikusanya, wanataka kuinua dua ya kuomba mvua inateremka. Wakaitwa warozi, na sio warozi, walikuwa na zawadi ya kabuli. Wakiinua dua kwa Mungu, Mungu anawapa. Kuna shefu anawaangamiza watu, wanakaa tu wazee, wanamwambia Mwenyezi Mungu ule shefu haujui kwenye aliishia. Wamemwambia, walikuwa wanamshtakia umri wa watu humu. Kuna watu wakubwa zaidi kwetu wanaelewa yaliyokuwa yanatendeka zamani na wazee. Muislamu alikuwa anapita fasi, anaheshimika. Waislamu wako ndugu zetu wanajeshi wanaelewa hii siko fair, lakini unaingia nayo ofisi zote.
kwa mkubwa yoyote utaingia na hii na hautavua kwa mlango tena, unaingia na heshima, na Mungu akatupa nusra hata usiku kwenye pori. Nasikia sauti ya watu. Watu gani wale? Ukiwaona na hizi kofia unasalimika. Ni wa mizilma wana, ni wa mizilma, ni watu, ni waisi. Maka unaona unapita salama. Wale ni wa mizilma. Manake ni watu gani? Ni watu wenyewe hawana derangement na mtu. Hapa hivi mwa hii njia napita salama. Ila ukiona kepi unasema bala. Bala hili litanidhuru. Lakini ukishaona tu hivi tayari, mtizameni aliyevaa Kiislamu. Hata mke wako ukamvika Kiislamu, ana amani fasi yote ana amani. Hata mtu alitaka kukaa kukiti mbisi, plase zimeisha, huyu mama ataenda anasimama, mtu anasimamaga anasema mama uikale we. Sasa kwa nini tuna neema tuijui kama ni neema Mungu alitupa? Uikale we na anaikaa. Ingia wewe na Uislamu wako kwa watu ambao ni hao unaheshimika, na ndio wanatuogopa. Hata mkifanya association, mkiwa Waislamu wawili wenyewe wanane, mwe mkode, wanakuwa sispe. Mwikale yange. Tuikale yange haya, watu wawili watatushinda aje? Wana akili za asili yao, wanaweza wakatuvuruga, wana akili za original. Hawa wanakuaga na busara. Waislamu, hii ni neema Mungu alitupa. Tuikubali hii neema, tukiifanyia kazi. Ni silsila, ni mrongo, ashahadu, ashahadu. Lakini haya yasiwi ya kuishia hapa, yawe ya watu tunaambiwa, yanaambilika. Tuna mambo mengi ambayo Waislamu si tunaleta ni ushauri, tunaleta ni ujumbe. Chuki zimejaa, penzi limepotea. Hawakufuturu pamoja wazee, hawakuwa wanafuturu kwenye asili zamani kule. Futari barabarani, huyu analeta unapita, unaenda wapi wewe saa kufuturu? Unafika unanawa na hujui ni vya nani, na unafuturu hapo tayari. Endelea sasa. Ilikuwa neema kubwa sana. Wanazoea watu, anachinja mbuzi mzee, anajua akapeleka kwa wafulani, peleka kwa wafulani. Neema Mungu alitupa. Islam tumechezea neema, tumetobanga neema, sasa tunakuwa matatizo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu hata tusumbua ni juu sisi wenyewe tumevuruga msimamo. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkiona matatizo na problem, rudieni kwenye Qur'ani muitizame, inasema aje? Famadha ba'da alhaqi illa dhalala. Na hakuna kinyume na Qur'ani ila mtaangamia. Tena mtaangamia. Kinyume na Qur'ani mtaangamia. Haya ni maneno ya Rabbu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mwenye atayakataa haya, huyo muite ni kafiri. Kumbe wa'tasimu bihablillah, watu tukusanyike kwenye kamba ya Mwenyezi Mungu ambao ndio Uislamu, tukaukamata Waislamu. walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi. Mkikamata hayo mafunzo, anasema Allah, atawafungulieni baraka za juu na chini, zitakuja. Ramadhani mtaiona raha paftari, neema zinakuja, makafiri watakuja, kanzu watapeo, neema Uislamu utainuka, watu watashtuka. Kuna kuya nini? Niliwaambia ile safari, nikamwambia mpaka siku moja hapa tunayafanya maandamano Waislamu, kesho barabarani tunafanya wanaita nini kwetu, wanaita matembezi, mwendo wa amani. Tutatoka na mwendo wa amani, makanzu na majilbabu, jameni, barabara. Gavana, tuchungie usalama, tunakupa na salamu, peleka kwa rais, tunatangaza amani na sisi, jameni, mwendo wetu sasa hivi vyote wanafanya wale jamaa. Kuna siku unaonaga na msalaba lirefu wako barabarani, au hapa hakuna barabarani na watu wanawafuata. Waislamu tunaonesha na sisi wingi wetu, amani yetu. Salam, tulizunguka mji, tulirudi, tulidiriki Juma kabla aljuma kwa masaa 3, watu 1500 barabarani siku ya bwana, tupo. Kumbe wale watu ni wengi. Wale wa jamaa
wanafichama kwanza kidogo. Aliifanya hii sunna mtume wetu wakati anafanya fathu Maka, anakwenda kufungua mji wa Maka, alionyesha wingi kwanza, mtisho kidogo, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau ala alkufari ruhamau bainahum, ni mtume wa Mungu na wafasi wake wana vishindo juu ya makafiri, lakini wao kwa wao wanahurumiana, wao kwa wao wanahurumiana, wana mapenzi na huruma, wao kwa wao wana mapenzi na huruma. Waislamu tunarudi hapa tuliswali, jameni, sasa wali walaidi utapikwa hapa kwa mji mzima. Geni wa heshima gavana, si ndio rais wetu? Aje kwanza hapa diskuru, wazee wawili watoe diskuru, au viongozi wa chama au wanani, toeni kwanza diskuru kidogo. Leo tunaonesha kwanza mtisho, mshtuko mwa ila idi yetu wa Uislamu. Tulikwenda kwanza kusali fasi moja, jameni, leo na kamera kwanza imekamata. Ripoti yetu haiendi Kinshasa, si vinaonekana? Tutaona RFI na kuja na yenye Canal France hiyo. Hebana, leo RDC ni vitu vingine. Waislamu wanaonesha umoja, usalama, utu wao, kheri zao na taathira zao, kwa sababu wanachukua wasia wa Mola wao, waatasimu saya, waatasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, kama taneni kwenye wala tusitafautiani. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, mkumbuke kama mna neema ya Uislamu, mlikuwa watu maadui, watu walikuwa hovyo, fa'alafa baina qulubikum, Allah akawaunganisha hapa kwenye swafu. Wallahi unaingiaga, ukiona mtu anaingia na chuki na ule eti simtakaa karibu naye, basi huyu amejitoa muislamu. Sababu hapa ndo kwenye Mungu alituunganishia rencontre mara 5 kila siku, tukifanya semina itakubali. Hapa kwenye mstari unakaa na mwenzako, tena unamsogelea, mjui hakujui, likiingia na lizungu litatoa salamu pale, litakuja karibu yako. Likiingia libeleji, liarab, litakuja karibu yako pale. Yote stau na Allahu akbar. Tunaswalishwa hapa kwa mfumo mmoja, kwa kibla kimoja, kwa Qur'ani moja, kwa lugha moja dunia nzima, kwa salamu moja dunia nzima, kwa kaburi ya mfumo mmoja, kwa kufufuliwa na shahada ya yaumul qiyama. Elewa ndugu yangu, na uelewe na ueleweshe na urudi kwenye mustari. Waislamu, mtume alitukubalisha kama tunaweza kugombana. Mimi naweza kugombana, ni kibinadamu, lakini tugombane tuelewane. Tugombane tuelewane. Mkiswahili tunasemaga ni kuanike unianue, nikupe matusi sawa sawa na asubuhi nije kwako hodi uvimbane sawa sawa, nikwambie nilikwambia kweli, nipe uji ninywe. Nisikupe, utanipa kama unipi shari nyingine. Wewe ni ndugu yangu na lazima ninywe chai kwako. Kongo jameni, Uislamu unalia Kongo. Tuambiwe, tuambilike kwenye mustari, taka usitaki, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidhalimina nara. Uambiwe uelewe, na kama hautaki kuelewa, Allah amemalizia, nimeandaa moto wa jahannama kwa wewe katili muovu. Ndugu zangu, nawaza Uislamu, ndoto yangu vitabu viandikwe mlugha ya Kishi. Nadhani nimemwambia kijana, nipe kijana mmoja anajua Kishi, nimpeleke Bujumbura wiki 1-2, kuna tu vitabu aniwekee mlugha ya Kishi. Nimekwambia hivi, anipe, atalala kwangu, atakula kwangu, insha Allah nitatafuta Waislamu kule watanipa kama ni sadaka kidogo. Naona haya kutoa mimi hiyo habari Bukavu. Si unasikia ni aibu? Ni aibu. Lakini nasema acha niitoe. Acha niitoe hiyo habari Bukavu, kwa sababu Uislamu mimi sijui wako wapi. Kitabu ya Kishi haijawa sawa, wangali kwenye ngumi watu wa Bukavu. Kitabu ya swala Mkishi haijawa sawa, watu wangali kwenye ngumi. Uislamu uweko wapi? Wanauweka kwanza pembeni hivi, kwanza ukafiri ucheze. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kaburi inasubiri tule kesho. Kesho tunakwenda kaburini, na tujue Allah atatuuliza nini. Lahul hukmu wa ilaihi, hukumu zote ni kwake na kwake tutarudi. Waislamu, sisi hapa ni bure.
Ndio maana nilimwambia tupate kijana wa Kishi, kama mnaye peleka Bujumbura, naweka kwenye ofisi yangu Ames, ananichorea juu Kirundi kule tunaendelea. Kitabu ya swala, swaumu inakuja Ramadhani bila tatizo lolote na nini. Santre ngapi ziko Bukavu? Santre ngapi ziko Bukavu za ngapi? Hii mwezi wa Ramadhani akipenda Mungu waende kwanza watu kule wakasomeshe Uislamu. Inaniliza Bukavu, takwenda nitafute watu Bujumbura. Bwana, jitoleeni kwa ajili ya Allah. Tafuta Waislamu watatoa sadaka kidogo, waende kwanza wakakae Bukavu. Imani isomeshwe. Waende mapori, hapana hapa. Mapori zote ziko ngapi? 54. Wewe nenda. Wanakuja wanakaa hapa kwanza, wanafanya formation wale vijana. Vitu vyote mmeua, masomo yaendelee. Shehe ule pale nilikuta siku moja masomo yake hapo, namuuliza, wewe hii masomo itakuangukia namna gani hapa? Niko nasome. Utasomesha unatoa mwayu. Utakufa mwa hii nyumba. Hakuna watu, hakuna. Msiba huyu. Basi geuza hapa, ukigeuza ikiwa kanisa utapata wengi. Shehe anafanya kanisa. Maki Waislamu wanaona raha shehe avae kanda mbili ya rangi mbili. Shehe Isa pale alivaa kanda mbili ya rouge na jaune. Shehe utafia mbarabara, shehe kazi yako. Allah. Islam. Tafakuru. Watu wawaze Uislamu uko unakwenda wapi. Alilia Mtume Muhammad. Abu Bakri yuko karibu yake. Bakari anambembeleza Mtume, anamuuliza mayubkika, unalia na nini? Anamwambia wallahi nashukuru Mungu. Abu Bakari, Mungu akupe pepo. Anasema amin. Abu Bakari, kama mimi nimeweza kufanya kazi ya Mungu hapa, wewe Abu Bakri ni juu ya mali yako wewe Abu Bakri ndo ulinipa, nimeweza hii kazi ya Mwenyezi Mungu kuendelea. Uislamu unalia na Allah atatuuliza, na vingi venye viko duniani tunahitaji kwanza akili zirudie pahala pake, sio mapesa kwanza, akili. Ni kweli Uislamu unalia? Ni kweli Uislamu unahitaji msaada? Ni kweli tuamke? Ni kweli tukae hapa kwenye madarasa? Ni kweli semina zifunguliwe? Ni kweli mawazo yawe? Hatutosali, Mungu anakataa, laisal birru an tuwallu. Kuswali sio ndo ucha Mungu utatupeleka peponi. Inna hadhihi tadhkira. Waislamu, hii ndo barua yangu. Faman shaa dhakara, mwenye anaona akumbuke. Sayadhakaru man yakhsha, atakumbuka mwenye kuogopa. Wasayujannabu hal atqa, atajiepusha mbali. Mwenye anamjua Allah tabaraka wa taala atakwenda mbali. Lakini tunahitaji sasa kila mtu njia yake anazunguka. Kijana shuleni, hizi ni klabu, mbona wanatuzidi? Mko wangapi kwa INSTT? Tuko 4, tunataka pawe 40 huyu mwaka. Sawa, tufanye kazi hapa kwa masomo. Mko wangapi hapa? Tuko 6 hapa, tunataka wawe 40 hapa tayari. Sawa, programu iko aje? Tukifanya hivi, tukipita hivi wataingia. Mko wangapi hapa? Hawa jamaa wawe Waislamu, na sisi Waislamu tuwe Waislamu wenye msimamo uliokuwa mzuri. Wasia wangu huko hapa, Mtume alimgusa Anas ibn Malik, boy wake, lakini wakati umetuishia. Mimi nadhani wakati umetuishia labda kidogo. Mtume alimgusa mtumishi wake Anas ibn Malik. Anas alikuwa sahaba ndani ya nyumba ya Mtume, ndani ya maisha ya Mtume, na akawa boy mtumishi ndani ya nyumba ya Mtume Muhammad. Miaka 10 alifanya kazi ya uboi ndani ya nyumba ya Mtume. Kwa hivyo siku moja Mtume alimgusa akamwambia Anas, uswika bithalatha wa anhaka bithalatha. Anas, nakuhusia mambo matatu na nakukataza mambo matatu. Nakuhusia mambo matatu Anas, na nakukataza mambo matatu. Akamwambia Anas ibn Malik, nakuhusia bidhikri almaut, nakuhusia kukumbuka kufa kila wakati. Usisahau kaburi. Ukikumbuka kaburi kila wakati, dunia haitakuzidi nguvu Anas. Utaelewa, natoka sirudi, nasafiri labda ndo lufu, nalala labda nisiamke. Uelewe Anas, kaburi ni rafiki yako, na wewe ndo kwenye utakaa miaka na miaka. Anas, mazungumzo. Anas, ukiona unakucha ujue kama habutaingia. Bukiingia labda habutakucha. Ndugu zangu, tumekushapoteza wetu wengi.
wazee kwa vijana wamekaa makaburini, waliotajwa majina na heshima zao zilikuwa juu, walioimbwa wakaimbwa katika taifa hili, lakini hawako tena duniani. Ndugu zangu, tumjue Mungu. Wamekufa wangapi? Vita zilizokuja ziliwachukua ndugu zetu. Anaondoka na watoto na mrago, labda tutalala mbele kwenye tutafichama. Wallahi wanarudi watoto wanaokotwa na mashirika ya kimataifa. Baba kisha toweka, mama kisha toweka. Walizikwa wapi? Maiti zao zilikwenda wapi? Wako kaburini, wanaelekea akhera. Kuko wanakwenda ni pazuri ni pabaya. Huyu ni wasia wa Mtume kwa Anas, kaa uchome kichwa, sio kwa dunia. Waislamu, hii ni dunia, hii ni dunia. Zuina imepodolewa dunia kwa vitu tu ambavyo Mungu aliita almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Mali na watoto ni majue, ni majue si mnayafahamu jameni? Ni majue, nikae mwa hichi kiti, hichi ni jue, ni badili hii gari, ni bimajue tuko tunachezea tu hapa. Nataka hii televizio, bimajue vyote vya uhai wa dunia. Nataka tapi, hivi vyote vimeitwa majue, vitu vya kuchezea zinatul hayati dunia. Vitoto ni majue, atakupiga kesho, atakufaidikia haujui. Vyote zina walbaqiyatu salihati, yaliyobaki yenyewe tutautumikia Uislamu, khairun inda rabbik, ndio yenyewe atatusaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kinyume na hivyo ni hasara na huzuni na kilio. Huyu ni wasia wa kwanza Mtume anamwambia Anas. Akamwambia wasia wa pili, alaika bishukr Anas, na kuhusia kuzidi kumshukuru Mungu kwenye amekufikisha. Neema zishukuru Allah. Mungu hatagawa kama unavyotaka wewe. Kazaliwa mfupi, kazaliwa mrefu, mnene, mwembamba, ni hikma yake Allah. Kwa hivyo wewe shukuru. Hata katika siri za dua wanasema ukitaka kuomba dua kwanza anza kushukuru neema. Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa yale ulionipa. Mungu hajatupa Waislamu tukae tunalia, hatukupewa macho mawili, hatuna miguu, hakuna pumzi, haitoki kwenyewe umefikia wewe, si unaishi? Ama vingine vyote wenyewe unalilia, hivyo wanaita uongezewe majue, yanaweza yakakuzidia ukamsahau Mungu. Wacheza karte, wacheza ludo, dame, wanakuaga wako majue pale, adhana inaadhiniwa wanasahau, na wewe vinaweza vikaja vingi ukasahau. Zinatul hayati dunia. Akamwambia ninakuhusia Anas kumshukuru Allah, acha kukufuru. Kila ukiambiwa kitu wewe ni mpiga kelele, mshukuru zaidi Allah tabaraka wa taala. Akamwambia wasia watatu, alaika bidua fa innahu la tadri mata yustajab. Anas, usikati tamaa kuomba dua. Ishi unaombaga dua, haujui ni lini Mungu atapokea dua yako. Usikati tamaa kuhitaji kuwazee. Mzee nifanyie dua kidogo, mzee anainua mikono na kuombea dua. Allah kijana akurahisishie, Allah akurahisishie kijana, akufungulie khairi, akupe baraka. Wazee wana kitu, wazee wana khairi zao ambazo Mwenyezi Mungu katika mafunzo aliwapa. Wameisha acha dunia, wametua. Wewe kijana bado ziko. Kwa hivyo kuomba dua za wazee, kuomba dua za mashekhe. Shekhe wana kabuli zao kwa kutupitia hapa mbele kila wakati. Stau shekhe, niinulie mikono bwana. Shekhe akikuinulia mikono, inama yatakabbal Allahu minal muttaqin, Mungu anapokea dua za hao watu wazuri. Anakuinulia dua ya Rabbi, anakuinulia dua, anakuinulia dua. Wao wana daraja nzuri, kwa sababu mashekhe hata wakiingia kwenye makosa hawayaingii kama wanavyoingia maamuma. Shekhe ana aibu fulani katika makosa na nini, kweli kama binadamu, lakini sio kama mimi na wewe maamuma ambao tukiamua tunafanya maajabu. Kwa hivyo dua zao zina kabuli. Haya ni mambo matatu Waislamu Mtume aliyomuhusia Anas, kukumbuka kuondoka. Niko kesho siku Islam, niko kesho siku. Natoka Bujumbura, kuna dada wa miaka 22 anakwenda kusukuma mtoto kwa mganga, ndio mtoto wake wa mwanzo. Anasukuma, ule mwenye kumzalisha anapokea mtoto, anarudi ili amkusanye, anakuta roho imeshatoka. Kilio kimetuathiri sana roho yetu. Baba wa mtoto ndo ameoa, ndo mtoto wao wa mwanzo, analia mwanaume mpaka unaona huruma, unasema wallahi tunatembea na yale. Huyu dada alikuwa haelewi kama ni leo ataondoka, alielewa bado ataondoka. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada. Hakika hiyo mauti ambayo hamtaki kuiwaza, hamtaki kukaa nayo, mtakutana nayo, hakuna ujanja. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Enyi watu, kuondoka ni ukweli, sio uongo. Ni kweli tutaondoka. Dunia isikuzubazi. Hivi vimajue visikuzubazi. Hivi ni vimajue.
nina vinyumba, na gari moja, na TV nzuri, vandilatere, hivi ni vimajue vya hapa duniani. Hakuna mtu alipata, ila si yote tunapatikana Waislamu. Katika kupatikana tujue tutakutana aje na Mwenyezi Mungu, illa man ata Allah biqalbin salim. Tukutane vizuri na Allah. Kijana sio kunyanyua chuma ndo ujuzi, sio kuwa na mwili kimevimba ndo umefaulu. Kuwa na nuru ya sijida, kuwa na nuru ya juhudi katika dini, kuelewa Uislamu huko unapigwa, kuelewa na kufanya juu ya Uislamu, kuamka na kumuamsha mwenzako, pita hapa, ili tuamke kwa pamoja sawa na ujana wako na akili yako, tuamshe Uislamu shuleni kwetu, kwenye maklebe, kwenye mipira yetu, kwenye kazi zetu. Bwana, kwanza Uislamu ndo mbele. Kwanza Uislamu mbele. Hapa ni Uislamu mbele. Hichi kitu, huyu ni ndugu yangu, viamke tuamshe. Jamani, hapa ndani kwangu jaribuni kukosoa kidogo. Mama watoto, kosoa kidogo, hata kama sio sana. Kosoa kidogo, virudie ku Uislamu bwana. Mimi naona kama tunaenda hovyo, turudie Uislamu upate nusra. Mtume akamkataza Anas vitatu. Akamwambia Anas, anhaka bi thalatha la tanqudu ahda. Anas, usivunji ahadi. Usisubutu kuvunja ahadi uliyojikubalisha au uliyotoa au ahadi yako wewe na Mungu. Innal ahda kana, ahadi utaibeba responsibility ya ahadi mbele ya Allah kwa wakati. Kila kitu dini yetu ikaweka wakati, swala kwa wakati. Kumbe unaelewa hii saa Waislamu ni ya saa ya kwenda kuswali na ni ya kwenda kuswali, hapana kuchelewesha. Waislamu, mtu hawezi kuchelewesha haja choo. Ikija tu anajua hivi lazima niende chooni, hivi ni kwenda chooni, na unakwenda chooni, unachelewesha kuja kumuitika Allah tabaraka wa taala. Wa minhum man ahada Allah la in atana lanasaddaqana, na mwe kati yenu kuna wenyewe mlimwaahidi Mungu akitupa tutampa na yeye. Falamma atahum bakhilu bihi, Mungu amekupeni, mmekuwa wagumu, mmevunja ahadi. Kwa hivyo zote hizi ni ahadi kwa mkusanyiko mpana zaidi. Akamuhusia wasia wa pili, akamwambia wa iyyaka wal baghi, usidhulumu, na kutahadharisha usidhulumu. Kitu kinaitwa dhulma usipime, usimdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, usimdhulumu. Hii ni haki yake Mwenyezi Mungu, itekeleze. Ni zaka itekeleze, ni sadaka itekeleze, ni wakfu itekeleze, ni sala itekeleze, ni saumu itekeleze, ni hija itekeleze, ni ilmu al-Qur'ani kwa watoto itekeleze, ni nyumba yako nyumbani mke hayuko sawa, huko unamdhulumu anakwenda hovyo, itekeleze hiyo. Ukinyume na hapo ni dhulma. Hata mwili wako ni dhulma. Wakati wa kulala ukifikia, kama hutolala unaitwa umedhulumu mwili wako. Nina riziki ya kula, ukikataa kuila ile riziki ukaibana, unaitwa umedhulumu mwili wako. Kwa hivyo tumeitwa tusijidhulumu na tusidhulumu wengine. Akamuhusia wasia watatu sawa na wakati. Akamwambia wa iyyaka wal makru, na kutahadharisha na kufanya vitimbi katika Uislamu. Vitimbi ni nini baba? Kiswahili yetu wanasema vitimbi, hapa wanasema nini? Ndo majaribu mzee amesema. Lugha mtavyoelewa, labda mmeielewa. Mzee amesema majaribu. Fanyia kuna vipindi vingi vinakikia huko. Majaribu. Mtihani. Ndio mmeelewa hivi? Voilà. Ndo Kiswahili amesema mzee majaribu. Manake vitu wenyewe vinaweza, unajaribu mtu bila kuwa mpana. Ni hivyo vitu ambavyo vinaweza kubomoa vikamharibia mtu wa iyyaka wal makru, usipangi vitu kama hivyo kwa mwenzako. Usimpangii mwenzio hayo majaribu, complot, vitu kama hivyo. Iyyaka wal makru, Mungu anasema katika Qur'ani, wala yahiqu makru sayyi'u illa bi ahlihi. Sadaqallahu alazim. Na vitimbi vyovyote kwa watu wenye kuvipanga vitawarudilia wale, kila hata muda uwe mrefu vitarudi kuwadhuru wale. Kwa hivyo usifanyi kitu chenye unajua kitamharibia mwenzako, kitaharibu heshima ya mwenzako, kitavunja utu wa mwenzako, kitamharibia mwenzako kuendelea. Waislamu, hizi chuki zimekuwa nyingi kwetu. Hizi chuki, watu wanaweza kukaa wakamsakama mtu mpaka azimike.
watu wanaweza kumzulia mtu, watu wanaweza kumwaibisha mtu, watu wanaweza kumletea mtu matatizo yenyewe hajui. Hizi ni sifa tatu Anas ibn Malik alipewa wasia huyo kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, na washukuruni kama ndugu yenu ambaye ni mwezi wa pili nimekuja. Ahadi yangu akipenda Mungu ni ahadi ya kuja nione kama kila mwezi angalau siku moja, kama nitapata fursa tunazungumza kila mwezi angalau siku moja. Basi kama sikuja mimi, na mimi nijitahidi kujishughulisha kwa mwingine bwana, niendee fasi yangu, niendee ukasaidizane na wale wenzangu watumishi wa Mungu, maboi wa Mungu, nenda uhamasishe na wenyewe, tuonekane kama watu wanawaita wakokai. Wakokai ni lugha yetu, hawa watu wanakokoteaga wakria mabisi, mataksi, wanawaita wanani hapa? Wakokai hivyo. Sisi tunakuja kama wakokai, kuwakoka muwe wa klinia, muwe wa klinia wa hawa madereva, hawa mashoferi ambao wanaswalisha hapa. Tukija sisi tunakuja kuweka ramfore ya kukoka, hao mabwana wapate wa klinia ili safari iendelee kuwa vizuri. Ndio maana tunaleta haya. Insha Allah tunaamini juhudi ya dini lazima tuifanze. Semeni insha Allah waislamu. Semeni insha Allah waislamu. Juhudi ya kumfukuza shaitani lazima tupambane na aende mbali. Uislamu haubaki ubinafsi, mimi